Hichi ambacho kinaendelea kujili huko Ukraine na Urusi kiukweli bado kinadhihirisha ubabe wa Putin ya kwamba vita hii kuisitisha ni mpaka mwafaka upatikane, tena kuzingatia matakwa yake Bwana Vladimir Putin, kwani pia majeshi yake yameendelea kutoa ripoti za maafa makubwa kwa jeshi pinzani la Volodymyr Zelensky, huku maeneo mengi Urusi imeendelea kuyakumbatia au kuyaweka chini ya mikono yake kwa kuyakomboa kwa operesheni kali za kijeshi. Putin aliwahi kusema au kuonesha ghadhabu kubwa ya kwamba uvunjifu wa makubaliano ya huko Istanbul mnamo mwaka 2022 yalimfanya kutoiamini tena Magharibi, kwani ni kama yalimsaliti pakubwa. Kwa hiyo sasa hivi majeshi yake yameendelea kufanya kila ambacho aliweza kukiamuru kabisa mwanzoni mwa operesheni za kijeshi ya kuwa Donetsk, Kherson, Zaporizhia na Lugansk lazima ziwe chini yake, na kweli asilimia kubwa amefanikiwa kwa hilo. Na hadi sasa wanajeshi wa Ukraine ambao wapo wanashikilia maeneo kadhaa kutoka mikoa hiyo wanazidi kupoteza maisha, licha ya kwamba pia Urusi nayo inapata hasara, ila kwa Kiev ni kubwa zaidi. Haya yote yanaendelea kujili huku mazungumzo kati ya nchi hizo, huku pia Washington ikiwa kama msimamizi mkuu wa mazungumzo hayo ya kumalizika vita bado yanaendelea, na mashambulizi makali ya Urusi bado pia yanazidi kuripotiwa. Na taarifa muda huu ni kuhusu wanajeshi wa Urusi wameweza tena kukomboa jamii takribani 8 katika eneo la Donetsk na huko mkoani Zaporizhia katika wiki hii ambayo ilianza weekend iliyopita ya Machi 29 hadi Aprili 4 ya mwaka huu katika operation maalum ya kijeshi huko nchini Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliweza kuripoti kuhusu ukombozi huu. Pia maelfu ya askari wa Ukraine ikiwa ni zaidi ya 9900 hawapo tena duniani kutokana na kupoteza maisha katika mapigano hayo, ambapo vikosi vya vita vya kusini vya Urusi viliweza kukomboa makazi ya huko Panteleimonovinka na Rozovinka katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk kupitia shughuli za nguvu na za maamuzi, ambako pia vitengo vya kituo cha vita vilikomboa makazi ya huko Zaporizhia na Usipenovinka katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk kupitia operesheni kali za kijeshi. Pia Vesioloye huko Jamhuri ya Watu wa Donetsk, ambapo pia vitengo vya kikundi cha vita vya Dnipro viliweza kukomboa makazi ya huko Shichabak na Lobikovoye mkoani Zaporizhia kupitia operesheni hai. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeweza kueleza hivyo katika operesheni kali za kijeshi ambazo pia zimesababisha ukombozi wa jamii takribani 8 kutoka huko Donetsk pamoja na Zaporizhia. Hivyo wanajeshi wa Urusi wamefanya mashambulizi 7 katika maeneo ya kijeshi ya Ukraine katika wiki hii, ambapo wanajeshi wa Urusi pia walitekeleza mashambulizi 7 kwa kutumia silaha za uhakika na kushambulia magari ya angani yasiyokuwa na rubani, kushambulia maeneo ya kijeshi ya Ukraine kwa wiki nzima, ambayo pia nimekufahamisha ya kwamba wanajeshi wa Urusi walifanya operation hizo, ambapo pia kila baada ya siku 7 Urusi imekuwa ikitoa taarifa zake za operation ambazo pia zinakuwa zimefanyika, ambapo wanajeshi wa Urusi walitekeleza mashambulizi 7 kwa kutumia silaha za uhakika na kushambulia magari ya angani yasiyokuwa na rubani, kushambulia maeneo ya kijeshi ya Ukraine kwa wiki nzima. Inakumbukwa tangu Machi 29, yani wikendi iliyokwisha kupita, hadi Aprili 4, yani Ijumaa ya wiki hii na mwaka huu, vikosi vya wanajeshi wa Urusi viliweza kutoa mashambulio 7 ya pamoja ya silaha zilizoongozwa kwa usahihi na kushambulia magari ya anga ambayo hayana rubani, kushambulia miundombinu ya uwanja wa ndege wa kijeshi, biashara ya tasnia ya roketi ya anga ya juu ya Ukraine, vituo vya amri, warsha za kusanyiko na maeneo ya kuhifadhia ndege zisizo na rubani. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeeleza hivyo. Kwa kuongezea, mgomo huo pia uliweza kulenga maghala ya risasi, vituo vya utengenezaji wa vilipuzi na maeneo ya kupeleka
kwa muda ya vitengo vya huduma ya usalama ya Ukraine maarufu kama SBU, pia vikosi vya kijeshi vya Ukraine na mamluki wa kigeni. Kwengineko, kundi la kaskazini la Urusi lilisababisha vifo vya zaidi ya wanajeshi 1910 wa Ukraine na kuharibu vifaru 4 vya adui na magari 34 ya kivita katika maeneo yake ya uwajibikaji kwa muda wa wiki nzima. Wakati wa wiki, vitengo vya mapigano vya kaskazini vya Urusi viliendelea kuharibu vikosi vya kijeshi vya Ukraine kwenye eneo la mkoa wa Kursk. Ndege za vita, magari ya anga yasiyo na rubani na mizinga ilishambulia wafanyakazi na vifaa vya brigedi ya Mechanized Brigade 3 za mashambulio ya anga za jeshi la Ukraine na kikosi cha ulinzi wa eneo. Katika mwelekeo wa Kharkov na huko Belgorod, vitengo hivyo vya mapigano vya kaskazini vya Urusi vilisababisha hasara kwa uundaji wa brigade 3 za mitambo, brigade ya watoto wachanga yenye magari, brigade ya mifumo isiyo na mtu na kadhalika. Hivyo kwa ujumla, jeshi la Ukraine lilipoteza zaidi ya wanajeshi 1910, vifaru 4, magari 34 ya kivita na magari 72 katika maeneo hayo ya mstari wa mbele wa kivita kwa muda wa wiki iliyokwisha kupita. Pia vikosi vya Urusi viliweza kuharibu bunduki 18 za mizinga, vituo 3 vya vita vya elektroniki na ghala 2 za risasi za jeshi la Ukraine. Wizara ya ulinzi ya Urusi iliweza kueleza hivyo. Nalo kundi la mapigano la Urusi la Magharibi lenyewe pia lilisababisha wanajeshi takriban 1505 kuuawa wa Ukraine na kuharibu silaha 15 za kivita zilizotengenezwa na nchi za Magharibi katika eneo lake la wajibikaji kwa muda wa siku 7. Vikosi vya vita vya Urusi vya Magharibi viliweza kuboresha msimamo wake wa kimbinu na kusababisha hasara kati ya wafanyakazi na vifaa vya vikosi 3 vya kijeshi na 2 vya mashambulio vya jeshi la Ukraine, kikosi cha ulinzi wa eneo na kikosi cha walinzi wa mpaka wa huduma ya walinzi wa mipaka ya Ukraine. Kwa ujumla, jeshi la Ukraine liliweza kupoteza zaidi ya wanajeshi 1505, vifaru 5, magari 18 ya kivita ikiwa ni pamoja na shehena 10 za kivita za M113 zilizotengenezwa nchini Marekani, magari 32 na bunduki 36 za kivita ikiwa ni pamoja na silaha 15 zilizotengenezwa Magharibi katika eneo hilo la mstari wa mbele wa kivita kwa muda wa siku 7. Pia vikosi vya Urusi viliweza kuharibu vituo 13 vya vita vya elektroniki na ghala 12 za risasi za jeshi la Ukraine. Nacho kikundi cha vita cha Urusi cha kusini kilisababisha wanajeshi wa Ukraine takribani 1975 kuuawa na kuharibu vifaru 7 vya adui na magari 21 ya kivita katika eneo lake la wajibikaji kwa siku 7. Wakati wa juma, vitengo vya mapigano vya Urusi vya kusini vilisababisha hasara kwa uundaji wa brigade 7 zilizo na mitambo, brigade 2 za Jiga, brigade watoto wachanga, brigade ya shambulio la mlima, jeshi la ndege, jeshi la shambulio, jeshi la mifumo ya ndege isiyo na rubani ya jeshi la Ukraine, jeshi la ulinzi la kitaifa, kikosi cha polisi wa kitaifa wa Ukraine na kikosi maalum cha operation cha Azovi kilichopigwa marufuku kama kikundi cha kigaidi nchini Urusi. Wizara ya ulinzi ya Urusi imeeleza hivyo. Kwa ujumla, jeshi la Ukraine liliweza kupoteza wanajeshi takriban 1975, vifaru 7, magari 21 ya kivita ikiwa ni pamoja na wabeba silaha 5 wa M113 na gari la kivita la HMMWV ambalo limetengenezwa nchini Marekani na magari 36 katika eneo lake la mstari wa mbele wa kivita katika wiki nzima iliyokwisha kupita. Wizara iliongeza kuwa vikosi vyake viliweza kuharibu bunduki 11 za mizinga, vituo 2 vya vita vya elektroniki na bohari 4 za risasi za jeshi la Kiev.
Pia kituo cha mapambano cha Urusi kilisababisha vifo vya zaidi ya wanajeshi 3150 wa Ukraine na kuharibu vifaru 7 vya adui na magari mengine 19. Kwa wiki nzima, vitengo vya kituo cha vita cha Urusi kilisababisha hasara kwa wafanyakazi na vifaa vya brigedi 4 za mitambo, brigedi 2 za shambulio, brigedi watoto wachanga, brigedi ya ndege, brigedia ya Jiga, brigedi 2 za mifumo isiyo na rubani, jeshi la askari wa baharini na kikosi maalum cha askari wa jeshi la kitaifa, kikosi cha operation ya kitaifa ya walinzi wa kitaifa, wizara ilieleza hivyo. Kwa ujumla, Ukraine ilipoteza zaidi ya wanajeshi 3150, vifaru 7 vikiwemo vifaru 2 vya chui vilivyotengenezwa nchini Ujerumani, magari 19 ya kivita, miongoni mwao yakiwa ni magari 2 ya kivita ya VAB yaliyotengenezwa Ufaransa, shehena kivita ya M113 na gari la kivita la HMMWV ambalo limetengenezwa nchini Marekani, magari 39 na 27 kutoka mstari wa mbele wa kivita. Nalo pia kundi la mapigano la Urusi la Mashariki lilisababisha wanajeshi wa Ukraine takriban 945 kuuawa na kuharibu bunduki 18 katika eneo lake la wajibikaji katika siku 7 ambazo zimekwisha kupita. Wakati wa juma, vitengo vya mapigano vya Urusi vya Mashariki vilisababisha hasara juu ya uundaji wa kikosi cha tanki, brigedi 3 za mitambo, brigedi ya watoto wachanga, jeshi la ndege la jeshi la Ukraine, brigedi ya watoto wachanga wa baharini. Wizara ya ulinzi iliweza kueleza hivyo. Kwa ujumla, Ukraine kutoka upande huo ilipoteza zaidi ya wanajeshi 945, vifaru 3, gari la kivita, magari 16 na bunduki 18 za kivita, ikiwa ni pamoja na mifumo miwili ya kujiendesha ya milimita 155 Krabu iliyotengenezwa nchini Poland katika eneo hilo la mstari wa mbele wa kivita kwa juma ambalo limekwisha kupita. Pia wizara iliweza kuongeza kuwa vikosi vyake vya Urusi viliweza kuharibu vituo 4 vya vita vya elektroniki vya jeshi la Ukraine. Nalo kundi la vita la Urusi Dnipro lilisababisha vifo vya zaidi ya wanajeshi 435 wa Ukraine na kuharibu tanki la adui na magari 4 ya kivita katika ukanda huo. Wakati wa juma, vitengo vya mapigano vya Urusi vya Dnipro vilisababisha hasara kwa wafanyakazi na vifaa vya brigedi 3 za Mechanized, brigedi ya mashambulizi ya milimani, brigedi 3 za ulinzi wa pwani za jeshi la Ukraine na brigedi 2 za ulinzi wa eneo. Jeshi la Ukraine kwa ujumla lilipoteza zaidi ya wanajeshi 435, kifaru, magari 4 ya kivita ikiwa ni pamoja na shehena ya kivita ya M113 iliyotengenezwa nchini Marekani, magari 26 na bunduki 2 za kivita katika eneo hilo la mstari wa mbele wa kivita kwa muda wa siku 7. Pia vikosi vya ulinzi wa anga vya Urusi viliweza kudungua ndege takribani 895 za angani zisizokuwa na rubani na mabomu takribani 15 ya JDAM katika wiki nzima, ambapo katika wiki nzima uwezo wa ulinzi wa anga uliweza kuangusha mabomu takribani 15 ya angani aina ya JDAM na roketi 4 za mfumo wa kurusha roketi nyingi za HIMARS za Marekani, roketi ya mfumo wa roketi wa uragani na magari 895 ya angani yasiyokuwa na rubani. Wizara hiyo ya ulinzi ya Urusi iliweza kueleza hivyo katika taarifa yake ya wiki nzima kuhusu operesheni za kijeshi ambazo pia zilianza kufanyika tangu Machi 29 hadi Aprili 4, yani Ijumaa ya wiki hii. Hiki pia ndicho ambacho wizara ya ulinzi ya Urusi iliweza kuripoti kuhusu kile ambacho majeshi yake yaliweza kukifanya dhidi ya vikosi vya Ukraine kwa muda wa siku 7. Hivyo basi, taarifa zaidi kuhusu operesheni za Urusi nitazidi kukufahamisha hapa kwenye chimbo letu la habari za kimataifa.